Habari za asubuhi mtazamaji wa ITV popote pale ulipo duniani. Karibu sana katika kipindi cha Kumekucha. Mimi ni Benjamin Mzinga. Kama ilivyo ada, kipindi hiki tunapata fursa kufahamu yale ambayo yamejiri katika magazeti ambayo tumebahatika kupo nayo kwa asubuhi hii ya leo. Tafadhali endeleeni kuwa nasi. Ikiwa ni sehemu ya kwanza, nami nakupeleka moja kwa moja kwa Victoria ambaye yuko tayari kukujuza kile ambacho kimejiri kwa siku hii ya leo. Victoria, habari za asubuhi. Karibu sana Victoria, uwanjani wako. Asante. Habari za asubuhi mtazamaji, karibu sana katika udondozi wa magazeti. Najua unayo hamu ya kujua yapi yamewashughulisha wahariri kutoka katika vyumba mbalimbali vya habari. Tunaanza na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, ukurasa mbele. Rekodi ya Mwigulu, miaka 32 mlala hoi hadi waziri mkuu ajitwisha mzigo wa maskini wenzake, akituma salamu kwa watumishi wa babaishaji, wala rushwa na wenye lugha mbovu, wadau walonga. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2, wa 3 na wa 6. Macho na masikio kwa Rais Samia leo, habari kwa ukurasa wa 3. Dkt. Mwinyi aunda baraza lenye sura mpya ya kimkakati. ACT Wazalendo yapewa wizara 4, hoja ya Othman yatekelezwa. Habari inapatikana ukurasa wa 5. Kesi ya unga, kocha polisi walinichukua kwa hila stendi ya Magufuli. Habari kwa ukurasa wa 7. Ilivyo adha ya usafiri da bila ya mwendokasi. Habari kwa ukurasa wa 4, gazeti la Nipashe. Habari Leo, guji la habari Tanzania, Mwigulu aanza na moto, asifiwa, aonya watumishi wa zembe, wala rushwa, aidi fyekeo, wabunge wa msifu, maono, bidii, usikivu, ukweli. Habari inaendelea ukurasa wa 2. Habari ukurasa wa 7 inasema Silo achaguliwa kumsaidia Zungu. Dkt. Mwinyi ataka kasi ya mawaziri, asema anataka kuacha alama, hakuna kubembelezana. Atangaza baraza la mawaziri, ataja aliyozingatia. Habari kamili ukurasa wa 7, gazeti la Habari Leo. Uhuru, kweli daima, ukurasa mbele. Rais Dr. Samia kuhutubia bunge. Habari kwa ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu atuma salamu kwa wala rushwa wazembe, wataka watumishi na Watanzania wote kuwa tayari kwenda kwa gia ya kupandia mlima, kupita katika bahari, chombo kifike salama. Habari kwa ukurasa wa 2, na kuna nukuu hapa ya waziri mkuu mteule Dr. Mwigulu Nchemba, anasema kwa watumishi wavivu wazembe nitakuja na fiekeo na rato, lazima maono ya Mheshimiwa Rais na ahadi ambazo amewaahidi wa Tanzania zitekelezwe. Wabunge wafunguka sifa zilizombeba Mwigulu. Habari kwa ukurasa wa 3. Silo achaguliwa unaibu spika kwa 100%. Habari inaendelea ukurasa wa 2. Rais Mwinyi anika baraza la mawaziri. Habari kwa ukurasa wa 2, gazeti la Uhuru. Gazeti la Mwananchi, sura za Dr. Mwigulu, habari ipo ukurasa wa 2 na wa 3. Wadau wachambua uteuzi wake kwa mitazamo tofauti, huku akiyataja yanayomkabili yeye. Atangaza nizama za fiekeo na rato kwa watumishi, asema raia wote watasikilizwa kwa heshima. Lakini hapa pia kuna habari picha Spika Bunge Musa Zungu akionyesha bahasha yenye jina la waziri mkuu mpya baada ya kukabidhiwa na mpambe wa rais. Na habari picha nyingine ni Dr. Mwigulu Nchemba akiwa amepigwa na butwa baada ya jina lake kusomwa kuwa ndiye amependekezwa na Rais Samia. Pressure ya hamia kwenye waziri wapya kuchomoza. Habari kwa ukurasa wa 4. Mwinyi atangaza vita mpya ya kazi. Habari kwa ukurasa wa 5, na hapa kuna baadhi ya habari picha za mawaziri walioteuliwa huko Zanzibar. Kisukari tishio, Tanzania ikitaja mikakati. Habari kwa ukurasa wa 12, na Dr. Jodev ateuliwa balozi wa amani UNPAF. Habari kwa ukurasa wa 19, gazeti la Mwananchi. The Citizen, ukurasa wa mbele, Nchemba sema huu ni msimamo wangu kama waziri mkuu mpya. Habari kwa ukurasa wa 2. Jodevi ateuliwa kuwa balozi wa amani ukanda wa Afrika Mashariki, na Mwinyi ahidi ufanisi akitaja baraza jipya la mawaziri. Habari unaendelea ukurasa wa 3. Na wamiliki wa mabasi wahesabu hasara baada ya idadi ya abiria kuporomoka kufuatia vurugu. Habari inaendelea ukurasa wa 8, gazeti la The Citizen. The Guardian, kurasa mbele, wachambuzi wasema waziri mkuu mpya ni kiongozi mwenye uzoefu. Habari inaendelea ukurasa wa hapa mbele, na kuna habari picha inaonyesha waziri mkuu mteule Dr. Mwigulu Nchemba akitoa neno lake la shukrani bungeni hapo jana. Na Zanzibar yatangaza baraza jipya la mawaziri yenye mawaziri 20, na hivyo ndivyo ambavyo gazeti la The Guardian linaonekana asubuhi ya leo. Daily News, kurasa wa mbele, Nchemba aidi bidii umakini. Habari kwa kurasa wa 3. Lakini pia kuna habari picha, hawa ni wabunge walikuwa wamekaa karibu na waziri mkuu mteule bungeni jana wakimpongeza Mwigulu Nchemba baada ya jina lake kusomwa.
baada ya kufikishwa bungeni na mpambe wa rais kwa ndiye aliyeteuliwa kuwa waziri mkuu. Mwinyi aunda baraza la mawaziri, asisitiza uwajibikaji, habari ipo ukurasa wa 3. Lakini pia hapa kuna habari picha inaonyesha namna ambavyo spika wa bunge Musa Zungu akionyesha bahasha baada ya kuipokea kutoka kwa mpambe wa rais, ambao ndo bahasha ilikuwa na jina la waziri mkuu mteule Dr. Mwigulu Nchemba. Lakini pia waziri mkuu mpya ashinda imani ya wabunge, habari inaendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Daily News. Sasa mtazamaji, tuziangazie habari za kandanda, habari za masumbwi na habari nyingi sana katika burudani na michezo. Mwananchi michezo, Nchemba wavutia wadau wa michezo, JKT matumaini kibao CAF, na hivyo ndivyo ambavyo gazeti linaonekana. Upande wa michezo, Uhuru Yanga kuja kivingine. Ukitaka kujua ni kwa namna gani, jipatie nakala yako. Bondia Yusuf Changarawe atamba, habari inaendelea ukurasa 21. Wadau wampa 5 Dr. Mwigulu Nchemba, habari ipo ukurasa 23. Wachezaji fursa wajipanga, habari ipo ukurasa wa 23. Baka ya mtega Kane, habari ipo ukurasa wa 22, gazeti la Uhuru. Habari Leo michezo, Yanga yageukia soka la watoto, Serengeti Boys tayari kuvaa Sudan, kocha JKT Queens alia umakini mdogo, Tuchel apangua kikosi England, Azam yaivutia kasi Asmani Emma, habari kwa ukurasa 23, gazeti la Habari Leo. Na hivi ndivyo ambavyo gazeti linaonekana asubuhi ya leo. Nipashe michezo, Yanga Sports Club yazindua shule, Baka akiachwa Taifa Stars, Simba yaongeza dozi ya mazoezi, Baka yazungumzia kurejea kwa Messi, habari kwa ukurasa wa 21 wa gazeti la Nipashe. Na kwa upande wa gazeti la Mwanaspoti, hili huwa limejaa habari za soka, habari za burudani. Ukurasa mbele JKT Queens nafasi ipo CAF, habari ipo ukurasa wa 3. Kamara wagomea mabosi, habari ipo ukurasa wa mbele, imeandikwa kwa maandishi makubwa kabisa yenye rangi nyeupe, Amorim kugeukia madogo, habari pia ipo ukurasa wa mbele. Mzungu wagusa achia arudi Yanga, habari ipo ukurasa wa 2. Chimbo la movie ndani, habari ipo ukurasa wa 10. Lakini kufuzu WC leo Ijumaa ni Poland dhidi ya Uholanzi saa 4 na dakika 45 usiku, uwanja wa Stadion. Kimataifa habari ni moja tu, imeandikwa apigwe chini na ikawekwa alama ya mshangao kama ambavyo unaweza kaona huku juu kukiwa na picha za wachezaji mbalimbali. Kwa undani unaweza kujipatia gazeti la Mwanasport. Mtazamaji, asante kwa kuchagua ITV na kutazama udondozi wa magazeti. Kurejesha kwake Benjamin. Naam, nikushukuru sana kwa udondozi wa magazeti. Asante sana. Asante. Mtazamaji, tumepata udondozi wa magazeti kutoka kwa Victoria. Mimi ni Benjamin Mzinga. Nikushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Endelea kuitazama ITV Super Brand Afrika Mashariki popote pale ulipo duniani.